Wakazi wa kijiji cha Kanyindo kilichopo kata ya Nyalutembo wilaya ya Chato mkoani Geita kwa kushirikiana na mgodi wa Bagogogo uliopo kijijini hapo wamekamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji na zahanati itakayohudumia wakazi wa kijiji hicho na maeneo jirani. Taarifa zaidi na Edgar Wenduru kutoka Geita. EATV imefika katika kijiji hicho na kushuhudia kukamilika kwa ujenzi wa zahanati hiyo pamoja na ofisi ya kijiji, ambapo baadhi ya wakazi wa kijiji cha Kanyindo wamesema kabla ya zahanati hiyo kuanza kufanya kazi walilazimika kutembea zaidi ya kilomita 7 kufuata huduma ya afya kijiji jirani. Kabla ya hapo huduma ya afya ilikuwa ni kwenda zahanati Nyantimba, au wakati mwingine watu wanajiga wakiona kwamba Nyantimba ni mbali anaenda Nyalutembo ambao ndio Katani. Watu tunahangaika hivyo, mgonjwa akizidiwa anaweka kwenye baskeli mpaka kwenye stendi hapo Nyalutembo. Kwa sasa hivi tumepata nafuu sana. Zahanati imeanza kufanya kazi hapo. Tulikuwa na changamoto wakati mwekezaji hajaweka mradi wake, tulikuwa tuna changamoto ya kupata huduma za afya, unatembea karibia kilomita 7. Mwenyekiti wa kijiji cha Bagogogo ndugu Festo Paulo Ndogozi amewataka wakazi wa kijiji hicho kuendelea kumpa ushirikiano mwekezaji huyo na kuacha migogoro ambayo inaweza kurudisha nyuma maendeleo ya kijiji hicho. Lakini baada ya kuwa kampuni ya Bagogogo Limited kwa kweli imetusaidia kwa sababu imetujengea zahanati kama inavyoonekana, na kwa sasa tayari inafanya kazi. Kuna changamoto ambazo zimetokea kulingana na wachimbaji kuvamia maeneo ya mwekezaji mwenye leseni ya Bagogogo. Mimi tutoe tu hai wafate utaratibu, na serikali kama serikali iangalie hii changamoto iliyopo katika kijiji cha Kanyindo. Kasim Gila ni mwanasheria wa kampuni ya Bagogogo inayomiliki mgodi huo. Amesema ujenzi wa zahanati na ofisi ya kijiji umefanyika kwa kutumia fedha za CSR. Iko kituo cha afya kimejengwa kwa kutumia pesa za kampuni kama wajibu wake wa kurudisha kwenye jamii. Thamani ya ujenzi wa majengo ya kituo cha afya cha Kanyindo ni zaidi ya shilingi milioni 200 ambazo kampuni imeweza kuzitumia kwa ajili ya kujenga hicho kituo cha afya. Aidha, mgodi wa Bagogogo umewataka wananchi waliovamia maeneo ya leseni zao kuondoka ili wao waendelee na shughuli zao za uchimbaji wa madini. Kama hawa wachimbaji wadogodogo ambao ni wavamizi wamevamia hilo eneo na wanachimba bila kufuata taratibu za kisheria na miongozo ya kiusalama, athari yake inakuja kwenye kampuni, kwa maana kwamba kampuni itaonekana inafanya shughuli za uchimbaji wa madini bila kuzingatia matakwa ya kisheria na taratibu za usalama. Kutoka katika kijiji cha Kanyindo kilichopo wilaya ya Chato mkoani Geita, mimi ni Edgar Wenduru wa EATV.